Mlango wa 49. Habari za wana wa Amoni. Bwana asema hivi: Je, Israeli hana wana? Je, hana mrithi? Basi mbona Malkamu anamiliki Gadi, na watu wake wanakaa katika miji yake? Basi kwa sababu hiyo, tazama, siku zinakuja, asema Bwana, nitakaposikizisha mshindo wa vita juu ya Raba, mji wa Amoni, nao utakuwa magofu ya ukiwa, na binti zake watateketezwa kwa moto. Ndipo Israeli watawamiliki wao waliokuwa wakimmiliki, asema Bwana. Piga yowe, Heshboni, kwa maana Ai umeangamizwa. Lieni, enyi binti za Raba, mjivike nguo za magunia. Ombolezeni, mkipiga mbio huko na huko kati ya maboma, maana Malkamu atakwenda kuhamishwa, makuhani wake na wakuu wake pamoja. Mbona unajisifu kwa sababu ya mabonde, bonde lako litiririkalo, binti mwenye kuasi? Utumainiaye hazina zako, ukisema, ni nani atakayenijilia? Tazama, nitaleta hofu juu yako, asema Bwana, Bwana wa majeshi, itakayotoka kwa wote wa kuzungukao, nanyi mtafukuzwa nje, kila mtu mbali kabisa, wala hapana mtu wa kuwakusanya wapoteao. Lakini baada ya hayo nitawarudisha wana wa Amoni walio utumwani, asema Bwana. Habari za Edomu. Bwana wa majeshi asema hivi: Je, hapana tena hekima katika Temani? Mashauri yamewapotea wenye busara? Je, imetoweka hekima yao? Kimbieni, rudini nyuma, keeni chini sana, enyi mnaokaa Dedani. Maana nitaleta msiba wa Esau juu yake wakati nitakapomwangalia. Je, kama wachuma zabibu wangekujia, wasingeacha zabibu ziokotwe? Kama wangekujia wevi usiku, wasingeharibu hata watakapopata vya kutosha? Lakini nimemwacha Esau hana kitu, nimepafunua mahali pake pasiri, wala hataweza kujificha. Kizazi chake kimeangamizwa, na ndugu zake na jirani zake, naye mwenyewe hayuko. Waache watoto wako wasio na baba, mimi nitawahifadhi hai, na wajane wako na wanitumaini mimi. Maana Bwana asema hivi: Tazama, wale wasioandikwa kunywea kikombe watakinywea, ni hakika. Na wewe je, mtu ambaye hataadhibiwa kabisa? Hukosi utaadhibiwa, naam, kunywa utakunywa. Kwa maana nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwamba Bozra utakuwa ajabu na aibu na ukiwa na laana, na miji yake yote itakuwa ukiwa wa daima. Nimepata habari kwa Bwana, na mjumbe ametumwa kati ya mataifa, akisema, jikusanyeni, mkaujie, mkainuke kwenda vitani. Maana nimekufanya mdogo kati ya mataifa, na kudharauliwa katika watu. Katika habari za kuogofya kwako, kiburi cha moyo wako kimekudanganya, wewe ukae katika pango za majabali, ushikae kilele cha milima. Ujapofanya kioto chako juu sana kama tai, nitakushusha kutoka huko, asema Bwana. Na Edomu atakuwa ajabu, kila mtu apitaye atashangaa na kuzomea kwa sababu ya mapigo yake yote. Kama vile vilivyotokea wakati wa kuangusha Sodoma na Gomora na miji iliyokuwa karibu nayo, asema Bwana, hapana mtu atakayekaa huko, wala hapana mwanadamu atakayekaa huko kama mgeni akaavyo. Angalia, atapanda kama simba toka kiburi cha Yordani juu ya malisho yasiyonyauka. Lakini nitamkimbiza ghafula ayaache, na yeye aliyemteule nitamweka juu yake. Maana ni nani aliye kama mimi? Tena ni nani atakayeniandikia muda? Tena ni mchungaji yupi atakayesimama mbele zangu? Basi lisikieni shauri la Bwana alilolifanya juu ya Edomu, na makusudi yake aliyoyakusudia juu yao wakao Temani. Hakika watawaburura, naam, wadogo wa kundi. Hakika malisho yao yatafadhaika kwa ajili yao. Nchi yatetemeka kwa sauti ya kuanguka kwao. Kuna kilio, sauti yake yasikiwa katika bahari ya Shamu. Tazama, atapanda na kuruka kama tai, na kutandaza mabawa yake juu ya Bozra. Na mioyo ya mashujaa wa Edomu siku hiyo itakuwa kama moyo mwanamke katika utungu wake. Habari za Dameski. Hamathi umetahayarika, na Arpadi pia, maana wamesikia habari mbaya.
wameyeyuka kabisa. Huzuni iko baharini, haiwezi kutulia. Dameski umedhoofika, umejigeuza kukimbia. Tetemko limeushika, dhiki na huzuni zimeupata, kama za mwanamke katika utungu wake. Imekuwaje mji wa sifa kuachwa, mji wa furaha yangu? Kwa hiyo vijana wake wataanguka katika njia kuu zake, na watu wote wa vita watanyamazishwa katika siku hiyo, asema Bwana wa majeshi. Nami nitawasha moto katika ukuta wa Dameski, nao utayateketeza majumba ya Ben-Hadadi. Habari za Hedari na za falme za Hazori, ambazo Nebukadreza mfalme wa Babeli alizipiga. Bwana asema hivi: Ondokeni, pandeni hata Kedari, mkawateke nyara wana wa mashariki. Hema zao na makundi yao watayatwaa, watachukulia mbali mapazia yao kwa faida yao wenyewe, na vyombo vyao vyote na ngamia zao. Nao watawapigia kelele wakisema, hofu ziko pande zote. Kimbieni ninyi, enendeni mbali mkitangatanga, kaeni chini sana, enyi mkaao Hazori, asema Bwana. Maana Nebukadreza mfalme wa Babeli amefanya shauri juu yenu, naye amekusudia neno juu yenu. Ondokeni, pandeni hata taifa lililo katika hali ya raha, likaalo bila kuhangaika, asema Bwana, wasio na malango wala makomeo, wakaao peke yao. Na ngamia zao watakuwa mateka, na wingi wa makundi yao utakuwa nyara. Nami nitawatawanya hata pepo zote, watu wale wanywao denge. Nami nitaleta msiba wao toka pande zao zote, asema Bwana. Na Hazori utakuwa kao la mbwa mwitu, ukiwa milele. Hapana mtu atakayekaa huko, wala hapana mwanadamu atakayekaa huko, kama mgeni akaavyo. Neno la Bwana lililomjia Yeremia nabii juu ya Elamu, mwanzo wa kumiliki kwake Sedekia mfalme wa Yuda, kusema, Bwana wa majeshi asema hivi: Tazama, nitauvunja upinde wa Elamu ulio mkuu katika nguvu zao, na juu ya Elamu nitazileta pepo nne toka pembe nne za mbinguni, nami nitawatawanya hata pepo nne zote, wala hapana taifa ambalo hawatalifikilia watu wa Elamu waliofukuzwa. Nami nitawafadhaisha watu wa Elamu mbele ya adui zao, na mbele ya hao wanaowatafuta roho zao, nami nitawaletea mabaya, naam, hasira yangu kali, asema Bwana. Nami nitautuma upanga uwafuatie hata nitakapowaangamiza. Nami nitaweka kiti changu cha enzi huko Elamu, nami nitawaharibu mfalme na wakuu watoke huko, asema Bwana. Lakini itakuwa katika siku za mwisho nitawarudisha wafungwa wa Elamu, asema Bwana.